Kwa hiyo ukaenda zako Rombo. Ndio. Haya, kwa hiyo kesho yake mkampigia. Kesho yake tukampigia simu, tulipomuuliza sasa ndo akaelezea sasa kwamba kwa upande wake ilikuwaje. Mwanzo wa kesi unafanana kwamba issue ni watoto na nini, lakini baada ya hapo dada alinipiga, alivyonipiga nilikuwa nje, mtoto mmoja alimfuata nje, mmoja alibaki na dada, alipokuwa anamsumbua alivyoniita nikachukua watoto, nilivyochelewa dada akaja akaninyanyua nilipokaa na kuniambia nifungashe vitu niondoke. Kwa ndo kaambia kwa muda ambao tulikuwa tunakupigia jana, akasema ndo nilikuwa naenda kupanda gari. Sasa hivi uko wapi? Na niko Rombo kwa nani? Kwa dada yangu. Kwa baadaye pia tukamrudia bosi. Tukamwambia tumeongea na dada Tina. Anasema umempiga. Bosi mara ya kwanza alikataa. Mimi sijampiga. Tukabidi tuwaunganishe kwenye simu. Kwenye kuwaunganisha tukamsikiliza madam akaelezea tena. Hapo tulikuwa tayari na staff mwingine akila. Kwa hiyo tukamsikiliza tena madam akaelekeza upya. Alafu tukamuuliza dada Tina. Kwenye kufika kesi mwanzoni zinafanana kote. Ila kwenye kupiga bosi anakataa, dada anakubali. Mwisho siku akasema hapa. Wote wakiwa kwenye simu. Yes, wote wakiwa kwenye simu. Tukamwambia kwamba kama kweli mwanzoni kesi zinafanana, hii hapa ni madam unajaribu kuikwepa kwa sababu unajitetea. Lakini alinikwaza sana ndo maana nikampiga. Kwa mwishoni bosi akakubali kwamba alimpiga kwa sababu alimkwaza sana. Tukaambia kwenye mkataba ipo kwamba huruhusiwi kumpiga dada. Yaani kupiga kwako simu ofisini kungekuwa kumetosha na labda dada ndo angeonekana amevunja mkataba kwa sababu hana nidhamu na ameondoka kwako, wewe tungeweza kuhudumia tena. Lakini dada hana nidhamu ameondoka kwako. Alafu wewe umempiga dada. Kwa hiyo wote wawili mmevunja mkataba. Tina akasema lakini mimi niliondoka alinifukuza. Tukamwambia wewe pia kosa lako ni kwamba haukuripoti kwanza kituoni. Ndio maana tunawaambia kila mnapokutana na changamoto yoyote piga simu ofisini. Kwa Tina kosa lako limeanzia hapa kwenye kutoa taarifa. Na hiyo ya issue ya nidhamu pia ambayo tunaidiscuss hapa ambayo imekupelekea wewe upigwe. Lakini madam hatua uliochukua pia haikuwa sahihi. Kwa hiyo tuliishia hivyo, madam akawa amekubaliana na hizi terms zetu kwamba kwa sababu umevunja mkataba ukitaka huduma tena kwetu basi utatakiwa uanze upya. Kwa hiyo tuliishia hivyo. Lakini sio tu kuanza upya na hilo kwamba hiyo warning ya kwamba yani wadada wetu hawapigwi na kitu ambacho pale hakikufanyika na wewe ndio ulisababisha. Pale alipokupiga ulitakiwa uende polisi. Ile ni kesi. Sisi tunaelewana sio mambo tu yanaishia kuongea tu hivi kwenye simu, hapana. Manake huyu ulivyo pale nyumbani angepiga simu, cha kwanza ni kwenda kuripoti polisi. Yes. Angeenda kuripoti, ile ni police case. Ni unyanyasaji, ni ukatili. Kwa nini akupige kama kulikuwa kuna shida? Okay? Yaani hiyo stage ya dada kupigwa ni kesi kubwa sana kwetu. Yaani ieleweke hivyo. Yaani kama wewe una mkono bora usije wa Dada Center kabisa. Kabisa kwa sababu hawa ni binadamu jamani. Tunawafundisha vizuri kabisa maadili mazuri, namna ya kuja kuishi na nyie kwa unyenyekevu na utii. Lakini hawa ni binadamu ambao wana malezi na makuzi yao. Itatokea ameteleza, amekujibu labda vibaya kama tulivyoona hapa kwa Teresia. Nampongeza sana bosi wa Teresia kwa jinsi dada alivyomjibu bosi wake. Sasa angekuwa ni huyu sijui ndio angemnyonga, sijui ingekuwaje. Sijui ingekuwaje kwa kweli. Yaani kungekuwa hapo kuna vita kubwa sana. Lakini bosi alisema tu naomba mniondolee dada, ina alitupigia bila kumfanyia chochote. Sasa huyu akachukua hatua za kumpiga. Hicho ni kitendo ambacho si atukubaliani nacho. Ni kitendo kibaya, haijalishi wewe ni nani. Utakapomgusa dada yetu tulokuletea, ujue hiyo ni kesi. Yaani ni kesi kabisa. Mimi straightforward ningekwambia nenda polisi, na mimi mwenyewe naongea na hao polisi kwamba jamani dada amepigwa na huo ni ukatili na sheria tunazijua. Tunaomba haijalishi bosi ana uwezo kiasi gani, hatua zichukuliwe. Huyu dada apate haki yake. Kwa hiyo wewe ndio umepoteza haki yako. Kwanza ukutakiwa kuwa umeonekana umevunja mkataba, maana yake hujafuata utaratibu wetu. Wewe na yenyewe inabidi ikufundishe ili next time usimerudi unataka kazi. Siku nyingine usimerudi unataka kazi, ndio maana uko kituoni. Siku nyingine ukipata tatizo, kwanza ulinde mkataba wako kwa kutoa taarifa. Lakini hata pale ambapo unakuwa umeonewa kwa kitendo cha hicho cha kupigwa, uweze kupata stahiki yako, haki yako, kwa sababu sio sawa dada kupigwa. Lakini na wewe kama ulivunja utaratibu wa nidhamu kwa bosi wako, sijui ulimjibu nini mpaka akakurusha makofi, na yenyewe pia tuweze kuziongelea na kuzikemea hizo tabia, kwa sababu hiyo ndio kazi yetu. Yaani pale hatutatetea tu upande mmoja kwamba okay bosi amekupiga, lakini kwa nini alikupiga? Ulimjibu vibaya. Unasikia bosi wako anachokisema? Kwa nini ulimjibu vibaya? Yaani majibu yangu yalikuwa hivi: dada, mbona namsomea vizuri mtoto?
Yaani nawasomea wote. Sasa mimi wadada bwana, mkishakujaga kwenye mic huwa mnabadilika mnavyoongea. Lakini mtu yoyote jamani, ukiongea naye kwa unyenyekevu hawezi kuchukua kofi akakurusha. Haipo. Yaani utii na unyenyekevu tunaousema. Ukimuongelesha mtu kwa unyenyekevu na utii, kwa lugha ya kawaida ya unyenyekevu, hayupo mtu ambaye atachukua kofi ya kurusha. Hayupo. Kwa hiyo sitaki kupokea hiyo ndani yako. Naona kama uniutetezi. Ingawaje mkifika hapa kwenye mic nataka niseme, huwa mnakuwa wapole, mnakuwa malaika. Upande makucha yenu mnayaficha, mnaongea, lakini hakuna binadamu anaweza tu akakurukia makofi bila kuwa na lazima tu kuna kitu kilitrigger pale. Na ndio hiyo inakuwaga majibu mabovu. Bosi alisemaje, alimjibu. Au alifanyaje? Alisema alikuwa anamjibu vibaya, mpaka akamwambia ningekuwa mama yako ungenijibu hivyo. Yeye akasema mamangu hapa anahusikaje, unamwongeleaje mamangu wakati naongea mimi na wewe? Sasa majibu mazuri sio namna ya kuongea na bosi wako. Yes. Sawa na hiyo ni kosa kubwa bosi alikupiga, lakini pia hatuwezi kukataa kwamba na wewe kuna kitu ulichofanya mpaka yeye hawezi tu unamsaidia kufundisha watoto wake aje kule tu makofi. Hapana. Kuna kitu ambacho ulifanya. So tunataka wadada mjitahidi sana mnavyoongea na mabosi wenu. Ongeeni nao kwa unyenyekevu. Ongeeni nao kwa kushusha sauti zenu. Sio kuwapandishia sauti, sio kuwajibu vibaya. Hapana. Ndio tunatetea kabisa msipigwe, hata kama mtu atapandisha sauti, bosi usimpige dada, utakuja kuingia kwenye matatizo ambayo ni unnecessary. Yes. Lakini na hawa wadada tunawasisitiza msije msiwajibu watu vibaya, kwa sababu tunatetea msipigwe basi na nyie mwanze kujibu watu jeuri. Hapana, kuonyesha nidhamu mbovu. Msionyeshe nidhamu mbovu kwa sababu Wadada Center inatutetea. Hapana, huo mbavu hapana, hatutaki kabisa. Sawa Haya, kwa hiyo mkamalizana na bosi kwamba amepewa onyo kama atahitaji huduma kwetu tena basi atatakiwa aanze upya, lakini pia onyo ni kwamba dada yetu hatakiwi kupigwa. Kama atahitaji huduma na kwa ajili ya dada, anatakiwa ajue kabisa ni kosa kumpiga dada. Ni kosa na ajue tu kwamba kwa sababu huyu ujinga wake aliondoka akaenda si kwa huko. Yaani alitakiwa naye afundishwe. Unajua ukishaenda polisi eti ni kwa kesi ya kumpiga dada wa kazi, unajua kwanza hicho kitu kuna namna tu inakufundisha. Yaani bosi anatakiwa afikishe polisi kwanza pale. Na mapolisi na wapenda kweli. Kesi ya dada wa kazi ikifika pale wanakushughulikia kisawa sawa. Wanakushughulikia kisawa sawa. Na ndio maana mimi napigaga simu kutia uzito. Naambia kabisa tuna mikataba hapo, naomba uisome, wadada hawaruhusiwi kupigwa, lakini bado kuna watu ambao wanyanyasa wafanyakazi wa ndani. Basi shughuli yake inakuwaga pevu. Kwa hiyo usije ukaingia huko kabisa. Usimpige dada. Usije unaenda polisi kwa kumpiga dada, kweli sio sawa. Sio vizuri. Lakini wadada acheni ujeuri. Jamani, acheni ujeuri. Msiwajibu watu vibaya, mtapelekea sifa zenu nzuri. Umefanya kazi na sisi mikataba 3 yote umemaliza salama. Sasa hivi unakuja kurudishwa eti kwa sababu ulimjibisha bosi. Hicho kitu sio kizuri. Si ndio? Kwa umejifunza nini? Nimejifunza tu tuishi na mabosi vizuri. Ndio. Na yako kaujeuri kalikokuwa kameinuka kashindwe. Simjibu bosi. Kuboresha namna ya kuwasiliana na bosi. Umesema vizuri. Natakiwa aiboreshe. Kwenye training zetu kwamba unatakiwa uboreshe namna ya kuwasiliana na bosi wako. Unatoa mawazo yako lakini kwa unyenyekevu, unatumia lugha chanya hata kama pale unatamani kujitetea. At least unajitetea kwenye lugha chanya na sio akiongea yeye na wewe unaongea. Ndio maana nakwambia sitaki mtu anijibu. Mabosi wengi wanasema hivyo kwa sababu akiongea na wewe unaongea. Yaani kama mnajibizana Yes. Hiyo sio nzuri. Kwa hilo ndo somo ambalo pia dada Celestina unatakiwa ujifunze vizuri zaidi. Kama mikataba mingine yote ulifanya vizuri, basi unatakiwa uboreshe kwenye namna ya wewe kuwasiliana na bosi ili uweze kutoa huduma bora sasa. Sawa Haya, kwa hiyo mimi nafikiri message tumeituma vizuri tu kwa upande wa mabosi na wadada. Na dada, yes. Haya, kwa hiyo umerudi tena unataka uende kazini. Anatumaini safari hii hatutakuwa tena na hizo tabia. Maana sitarajia tabia mbaya kutoka kwa Christina, namjua. Lakini ndio hivyo, binadamu hatujakamilika, si ndio? Wengine tunateleza. Na majukumu ukipangiwa ambayo sio ya kwako pia useme. Unatakiwa uripoti. Ndio ile kwamba unaenda kufanya kazi za nani,
kupika, usafi na malezi. Malezi, lakini sio kwenye level ipi ya malezi, kukaa na watoto ili wasilie, wamekula, wamelala, wameoga. Lakini kuwafundisha tena mwalimu, mwalimu hiyo haiko kwenye kipengele chako. Utakapokuja kusoma malezi ya watoto, ukapata cheti chako, tunakupeleka kwenye professional sasa, kama na unaonekana unapenda watoto. Kwa hiyo fikiria baadaye kujiendeleza kwenye malezi. Labda ungeweza kudili na wale watoto vizuri zaidi utakapoongeza hayo maarifa ya kulea kama walimu wale wa shule za awali. Na mshahara wako utaongezeka, si ndio? Haya, sawa. Haya jamani, tumemaliza. Karibuni tena, sitarajii kusikia mambo meusi kwenu. Wewe Teresia, si ndio? Sasa wewe ndio hivyo. Umesikia huko kuna mabosi sio wa kujibujibu ovyo. Ulipata bosi mpole. Unaona mwenzio huko ameenda kupata kichaa. Kamtandika vibao. Kwa hiyo jamani, msijibu watu vibaya mkasababisha vitu ambavyo tungeweza kuviepuka. Tunawatakia kazi njema. Hapa kituoni tuna training, msikilize vizuri training zetu. Mmoja ya vitu tunavyofundisha ni hivi tulivyoongea hapa. Sawa mnavyokuja huku tunawang'arisha muweze kuwa dhahabu, muweze kuwa pesa. Wewe ulikuja walaki, wewe walaki, sasa hivi ulikuwa 1,500,000 na wewe ulienda kwenye 200,000. Sisi tunajitahidi sana kuwatetea mpate hela, lakini nyewe mnaenda kutuangusha. Sasa naomba mjifunze. Sawa? Haya, karibuni.